Mimi niko studio hapa, nimepata wageni. Kama unafahamu, Jumapili wageni hutembea na hutembelea majirani, na mimi hapa studio nimewapokea wageni kutoka, watajitambulisha wenyewe, sitaki niwatambulishe, watajitambulisha wenyewe, wako hapa. Karibuni sana katika kipindi kizuri kabisa cha Tumwimbie Bwana. Asante sana. Nianze na dada, jitambulishe. Mimi kwa jina naitwa Rebecca Nzelo Alukule, ni leading vocalist katika kwaya hii ya Kinondoni Revival. Nimekuwa nikimtumikia Mungu kwa zaidi ya miaka 20 sasa. Ndugu. Mimi naitwa Dr. Jotham Mackenzie, ni founder, mwanzilishi na mwalimu wa kwaya hii ya Kinondoni. Toka imeanzishwa kwa zaidi ya miaka 20 sasa. Mpaka hivi sasa namshukuru Mungu bado tunaendelea. Karibuni sana katika studio zetu za TBC1, hususa kipindi cha Tumwimbie Bwana. Haya mtazamaji, hao ndio wageni wangu ambao ni kwaya inayoimba katika roho na kweli, Revival kwaya kutoka sehemu za Kinondoni hapa jijini Dar es Salaam. Wana mingi kuzungumzia katika kipindi hiki cha leo cha Tumwimbie Bwana. Na kabla hatujaanza, pengine niukaribishe dada. Watazamaji wetu wanatamani kuona moja ya wimbo ambao pengine wimbo gani tuwapigie sasa hivi kwanza. Kwa hivi karibuni wimbo wa Mtu wa Nne umekuwa ukipigwa sana. Nafikiri tuwapatie huo kwa sababu una ujumbe muhimu na mahususi kabisa kwa ajili ya maisha yetu ya kila siku, maisha ya kawaida tunavyoishi. Kwa hiyo ni wimbo wa kutia moyo, ni wimbo wa kumfanya mtu aliyekuwa ameshushwa chini aweze kuinuka na kutiwa moyo, hasa katika ulimwengu huu wa sasa hivi na maisha mbalimbali ambayo tunapitia. Nafikiri Mtu wa Nne utakuwa ni muhimu kwa wakati huu. Haya mtazamaji, kabla ya mazungumzo tunakupa umuone mtu wa nne. Yuko katikati. Huyu mtu wa nne ni nani? Wimbo ndo huwa sasa.
Haise, wimbo mzuri kabisa. Mtazamaji wa TBC1, Jumapili ya kupendeza, Jumapili ya kubarikiwa, ukiimba na waimbaji wanaoimba katika roho na kweli. Umeona mtu wa nne ni nani? Ni Yesu Kristo mwenyewe. Hai, hebu tuanze sasa labda na historia ya kwaya hii ya Revival Kinondoni TAJ pale. Ilianza lini? Kwaya hii ilianza miaka 20 iliyopita, mwaka 1992, na ilianza ikiwa na waimbaji kama 40 hivi, na tukafanya recruitment, Bwana akatusaidia. Mwaka 94 tukawa tumepata neema ya kuingia studio na kutoa mkanda wa kwanza wa audio, na baadaye miaka ya 97 98 ndio tukatoa mkanda wetu wa kwanza wa video uliokuwa unaitwa Kwani Unataka Kujiua. Ni mkanda ambao ulisambaa kidogo, na tulipata neema ya wimbo kama huu baada tu ya kupata wazo la Roho Mtakatifu. Tukiambiwa tumuulize mtu kwani anataka kujiua. Watu wamekuwa sababu ya stress, mambo mbalimbali, wanaona tu jawabu labda kwamba afadhali tu asiwepo duniani ajiue. Lakini kumbe bado kuna jibu. Pamoja na wana saikolojia kusema subiri kwanza, meza maji, weka mdomoni, hesabu mpaka 30, lakini watu wanahesabu 30 baadaye bado anaendelea kujiua. Lakini kumbe mtu akitulia kidogo na akapata mtu wa kumshauri, Roho Mtakatifu kupitia Yesu Kristo, basi unakuta kwamba mtu huyo hawezi kujiua. Kumbe huyo mtu ni potential, ana vitu kadhaa ndani ya moyo wake. Sasa ndio tuliweza kutengeneza album ya Wanataka Kujiua, ambayo imekuwa mbaraka mkubwa sana, na tungeweza kuja na faili la barua hapa au simu zinazopigwa hasa kutoka nchi mbalimbali, hasa Kenya, watu wengi ambao wengine walikuwa magerezani. Pengine kabla hujaendelea mbele, nimkaribishe dada. Nafikiri ule wimbo uliongoza solo kama sikosei. Wala utoki uonjo kidogo watu wakokuwa kumbushia watu wa wimbo. Kwa nini wataka kujiua wewe? Kwa nini wataka kujiua wewe? Inavyoonyesha umekata tamaa, sura yaonyesha huna hamu ya kuishi. Jamani, mateso yamenizonga, magonjwa yameniandama, madeni yamenichosha, mke, watoto wamenikimbia, kazi sina, nifanye nini jamani? Heri kufa kuliko kuishi. Jamani nimeteseka, magonjwa na tabu yote yameniandama, kila nipitapo watu wananichukia, kila nifanyalo watu wananidharau. Mwenzenu jamani nimeteseka, mwenzenu jamani nimeteseka, elimu ninayo lakini sina amani, dini yangu nzuri sana lakini sina amani. Wacheni mwenzenu nikajinyonge, aheri kufa kuliko kuishi.
tupe historia fupi ya jinsi ulivyojiunga na kwaya mpaka hapo ulipofikia hivi sasa. Historia yangu fupi, hapo mwanzoni nilikuwa napenda sana kuimba. Ninaposikia nyimbo yoyote inapigwa, mimi najaribu kuimba na kufuatisha. Haijalishi ni ya kanisani au sio ya kanisani. Lakini pia nilikuwa Sunday school na nilikuwa na walimu wangu wazuri ambao walinilea kiroho, na kadri nilivyoendelea kukua nikaendelea kujifunza kuhusu uimbaji. Kwaya hii ilipoanzishwa, mimi nikasikia moyoni mwangu kwamba hii ndio kwaya ambayo napaswa niimbe. Na nikaomba kujiunga, nikaruhusiwa, nikajiunga. Lakini kumbe Mungu alikuwa ameweka kitu ndani yangu. Hii talent ya uimbaji alikuwa Mungu ameiweka kipekee ndani yangu. Nasema kwamba ni talent kwa sababu kama kwa akili zangu na uwezo wangu na nguvu zangu na background yangu, ningesema kwamba ningeweza kusimama na kuamua kuimba, isingewezekana. Lakini naamini kwamba ni Mungu aliniandalia mazingira, akaniandalia hii kwaya, nikaingia, nikapokelewa, nikaendelea kufundishwa, nikaendelea na mimi kujifunza, nikaendelea kunyenyekea, na nikaendelea pia kusikiliza waimbaji wengine wa nje, hasa Rebecca Malope. Nampenda sana, mpaka leo nampenda. Huwa napenda uimbaji wake, jinsi alivyojinyenyekeza. Kwa hiyo kupitia hiyo imenifanya niendelee kukua na kukua na kukua, na sijachoka, bado naendelea kujifunza. Pengine mtazamaji anaweza kujiuliza kwamba huyu dada anaimba toka miaka 20 iliyopita, bado anaimba mpaka hivi sasa. Hebu mpe ushuhuda wote ambao Mungu amekutendea katika kipindi chote cha kumwimbia yeye kwa miaka hiyo 20. Nachoweza kusema ni kwamba Mungu amenipa marafiki wengi. Kwanza Mungu aliniokoa, na Mungu amenipa marafiki wengi. Nimepata kazi, yani naendelea kumheshimu na kumnyenyekea Mungu napoendelea kuimba hivi, na kutana na mazingira au na kutanishwa na wakuu. Naweza nikaingia mahali nikaheshimika kutokana na hivi ambavyo naimba. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba ameniheshimu, amenifanya niheshimike. Pengine nisingeweza kuheshimika. Mrudishie sifa na utukufu yeye aliye juu. Sasa nikupe nafasi na uchague wimbo mmoja ambao pengine wewe mwenyewe pia umeongoza solo au namna gani ambao unaupenda kabisa. Nafikiri wimbo wa Vumilia Kidogo, Samueli Atazaliwa. Napenda wimbo huu kwa sababu wanawake wengi wamekuwa wakipitia maisha magumu, hasa wanapotokea kwamba labda ameolewa na amechelewa kupata mtoto. Kumekuwa na hizo kesi mbalimbali. Wengine wameachana na waume zao, wengine wamenyanyasika, wengine wamejikuta wako katika wakati mgumu. Lakini kwa wimbo huu, kwenye Biblia kuna mwanamke Hana, yeye aliyekosa mtoto akaamua kung'ang'ana na Mungu, akavumilia. Hapa kuna kujifunza uvumilivu unapokuwa umekosa jambo fulani. Si tu kwamba amekosa mtu mtoto, lakini pengine ni kazi au jambo fulani unalitamani lifanyikiwe katika maisha yako, pengine ni masomo unatamani ufanikiwe, lakini kuna kitu kimezuia hapo. Lakini hapo kuna vitu viwili, uvumilivu na pia kuna kutiwa moyo kwamba unapovumilia, unapong'ang'ana na kumwomba Mungu, basi Mungu anakupa kile kitu. Kwa hiyo unapenda huu wimbo wa Vumilia Kidogo, Samueli Atazaliwa. Napenda mtazamaji anapoutazama ule wimbo na kusikiliza maneno, basi anainuliwa kutoka kiwango kimoja kwenda kiwango kingine. Vumilia kidogo, Samueli karibu atazaliwa. Yes. Wimbo unakujia.
Tuwapigie makofi kabisa waimbaji wa Revival kwaya kutoka kanisa la TAJ hapa sehemu za Kinondoni jijini Dar es Salaam, ndio wanapamba anga la dunia ya Tanzania na ulimwenguni kote inapotazamika TBC1. Leo ni siku ya pekee kabisa nikiona wageni hawa wa kupendeza na wa kuvutia kabisa. Najua hata nyumbani kwako Jumapili hii umeweza kutembelewa na wageni siku ya leo, basi tuwape ukarimu, na si hapa tunawapa ukarimu wa nyimbo tamtam kabisa. Hivi sasa basi ni ukaribishe na wewe pia uzungumzie kuhusiana na kwaya ya Revival. Pengine nini hasa umekishuhudia katika miaka hii tokio ulipojiunga na kwaya ya Revival? Asante. Toka nimekuwa na kwaya hii ya Revival kama mwalimu na mtunzi wa nyimbo hizi ambazo tunaziimba, tunamshukuru Mungu kwamba kila mtu ana namna yake ya utunzi, na katika hayo hamna anaweza akajisifu ni bora kuliko mwingine, kwamba kila mtu ana talent yake. Mwingine anaweza akawa na nyimbo za kutia moyo tu kama sisi. Mimi nachotaka nifahamu kutoka kwako, Mungu amekutendea nini katika kumtumikia kwa njia ya uimbaji? Toa ushuhuda kwa watazamaji. Kwa kweli toka nimekuwa na huduma hii ya uimbaji, kwanza nimepewa neema ya kufika nchi mbalimbali ambazo tumekuwa tukihudumu, hasa eneo letu la East Africa Mashariki. Tumefika mahali mbalimbali, na mahali pengine mnahudumu kama huu wimbo wa Vumilia Kidogo Samueli Atazaliwa. Kuna siku tulikuwa tunaimba kule Kenya, baba mmoja mchungaji toka neno la kwanza mpaka la mwisho analia machozi, lakini akasema nimeamua na nimechagua kumwamini Mungu pamoja na waimbaji hawa. Mwaka uliofuata tukaenda huko, tukaimba wimbo huo tena. Safari hii hakuwa mtu wa kilio tena. Wimbo gani ulikuwa? Vumilia Kidogo Samueli Atazaliwa. Tulikuwa tunaimba, akatoka huko na mtoto wake. Mungu amempa mtoto na amekaa kwenye ndoa, alikuwa amekaa muda mrefu, akawa amekumbatia mtoto wake. Kwa hiyo ulikuwa ni wakati mzuri sana. Nyimbo kama kwa nataka kujiua, kuna watu alishakuja na kamba kwenye mkutano, kwamba ilikuwa nataka kujiua kabisa. Sehemu ya Machakos, hiyo tulishuhudia wenyewe. Kwa hiyo haya mambo ambayo mimi ni kama nimeona Bwana ameniinua kufika kiwango hicho, napoona shuhuda nzuri kama hizi. Wanatendewa wengine, lakini mimi pia ninatendewa, nabarikiwa. Na pia amenipa marafiki, amenipa watumishi wa Mungu mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali za nchi hii ya Tanzania na nje ya nchi mpaka Ulaya. Kuna watu ambao huwa wanatuandikia na kutupigia simu sana. Kwa hiyo naona ni mafanikio. Na pia katika kwaya hii tumemwona Bwana akituinua kutoka hapa mpaka pale, hatua mpaka hatua, utukufu mpaka utukufu. Hata sasa hivi Bwana ametujalia kuwa na studio ya kurekodi audio. Yote ni mafanikio ndani ya kwaya hii. Tunamshukuru Mungu sana katika hilo. Mafanikio mengine ni kwamba Bwana ametujalia kuwa na mikanda kadhaa ambayo tumeitoa. Ya audio ni kama 9, ya video kama 4. Tumekuwa nayo. Mkanda wa kwanza kama nilivyosema, kwa nataka kujiua. Mkanda wa pili tukatoa Vumilia Kidogo Samueli Atazaliwa. Mkanda wa 3 tukatoa Maombi ya Yabesi ambayo tulizindua pale Diamond Jubilee, na ndugu zetu kutoka Kenya walikuja mabasi mawili kuja kushuhudia uzinduzi huo. Na pia tukawa na Bibi Rose Muhando, ulikuwa ni wakati wake wa kwanza kabisa kutikisa jiji la Dar es Salaam kwa mara ya kwanza. Tulikuwa naye pale Diamond Jubilee mwaka 2004. Na baada ya Maombi ya Yabesi ndio sasa tumekuja na Mtu wa Nne. Mtu wa Nne umekuwa ni mkanda mzuri, ni album nzuri, imejaa nyimbo za kutia moyo kama Rebecca alivyosema, ni wimbo wa kutia moyo sana. Mtunzi wa wimbo ni nani hasa? Ni mimi. Hongera sana. Mungu mwema. Hongera sana. Nafikiri hebu tuelezee pengine siku hizi kuna kwaya nyingi, kuna vikundi vingi vya muziki wa Injili. Pengine ili mtu apate maono ya kutunga wimbo na ule wimbo uweze kubariki watu na watu wapate kuokoka na kufanikiwa katika maisha yako, kama ushuhuda ule utoa kule Kenya Machakos, anatakiwa afanye nini hasa kama mwalimu? Kama nilivyosema, Mungu anamtumia kila mtu kwa jinsi yake. Lakini kwa kweli mambo haya panahitajika kulijua neno la Mungu. Ulijue neno la Mungu, kwa sababu
hayo ndio unayoenda kuwaimbia watu. Ni tofauti na kuimba siasa, kwa sababu utapewa tukio kabisa kwamba haya kuna tukio hili, uhuru, jamhuri. Lakini mambo ya kiroho ni kwamba ujue neno la Mungu, na uwe mwalimu, jitahidi kuwa hata upweke, lonely, ukae mahali ukitafakari, Roho Mtakatifu atakuletea ujumbe. Sasa mimi ndio nafanya. Wanakaa saa nyingine nakaa tu nasikia naambiwa kwa nataka kujiua. Kwa hiyo ndio from there ndio natunga. Saa nyingine naambiwa kwa mfano vumilia kidogo, nilikuwa tunasafiri tunaenda Mombasa. Kwa tunavuka tu Tanga hivi, nikasikia sauti inaniambia vumilia kidogo, Samueli atazaliwa. Nikaenda kwenye Biblia nikakuta hiyo habari, nikatunga wimbo wa jinsi hiyo. Pengine ulisema vumilia kidogo, Samueli karibu atazaliwa. Pengine kwako kulikuwa na kitu chochote ambacho kinasumpua moyo wako? Bahati njema tu kwamba mimi huwa natanguliwa kuambiwa kitu. Lakini huwa si kitu ambacho si lazima kinanisibu mimi, lakini huwa kinabeba hisia za watu wanaoyapitia kwa kipindi hicho. Na hii labda naweza nikalisema tu kwamba hata kwa walimu na watunzi ni vizuri kuwa na nyimbo ambazo zitadumu kwa kipindi kirefu, ambazo zitakuwa zinawahudumia watu. Ndio tunakwenda mbinguni. Siku hizi kumekuwa na uimbaji rahisi, mistari 2 3. Mtu ametoa album, tunaenda mbinguni, tutaruka, tutanenepa, tena tutacheza tu huko mbinguni, hakuna lolote. Sana sana ni kuimba. Lakini bado mtu ambaye anatabika, hana mtoto, mtu ambaye anatabika, pengine ameachika, pengine hana hata school fees, pengine anajaribu la kutokuolewa, unamsaidiaje huyo mtu kabla ya kumwambia tunaenda mbinguni? Kwa hiyo lazima tuihudumie jamii. Kwa hiyo na kazi ya Yesu ilikuwa ndio hiyo. Yesu alikuwa akiwatazama watu, akawahurumia kama kondoo ambao hawana mchungaji. Kwa hiyo katika hiyo mimi labda hata walimu ni wasii tu kwamba tuna kazi kubwa sana kubeba hisia za Yesu. Tuangalie hata alivyokufa msalabani, hakufa kirahisi, kilikuwa kifo cha aibu. Sasa hayo mateso ndio tuyapeleke kwa watu kwamba kupitia msalaba huo kuna ukombozi wao. Sasa tunayabeba hayo mateso, tunayaweka kwenye wimbo kama Zaburi ya 45 inavyosema kwamba ameweka sisi ndani mwetu kama kalamu ya mtu stadi. Kwa hiyo inawekwa ndani yetu. Ni kalamu unaandika, lakini inawekwa ndani ya moyo wako, ndani ya kinywa chako, na unaweza kutunga. Tuwachagulie tena watazamaji wetu wimbo mwingine kutoka kwenye kwaya yenu ya Kinondoni Revival. Wimbo gani pengine tunataka tuwapigie watazamaji? Wimbo ambao ningetaka tuwapigie watazamaji, japo kwa huko kwenye lugha ambayo ni ya kigeni, lakini una maneno rahisi. It is a new season. Tuambie watazamaji, yawezekana unatabika, unalia, lakini haya ni majira yako ya kubarikiwa na Bwana. Kama Yusufu alitoka nyumbani kwa babake, akawatazama ndugu zake, akatupa kwenye kisima, toka kwenye kisima akauzwa utumwani, toka utumwani akaenda kwenye nyumba ya Potifa, kwenye nyumba ya Potifa akapelekwa gerezani, baadaye sasa akapandishwa kwenda ikulu kama waziri mkuu wa nchi ya Misri. Kwa hiyo katika wimbo huu nataka niseme na mtu, tuongee na mtu kwamba it is a new season. Haya mtazamaji, tunaendelea na kipindi kizuri kabisa cha Tumwimbie Bwana, nikiwa nimetembelewa na waimbaji wa Revival Choir kutoka sehemu za Kinondoni hapa jijini Dar es Salaam. Hivi sasa tunaachilia na wimbo mzuri kabisa, anasema ni majira mapya kwako na kwangu ya kubarikiwa. Usikate tamaa. I have a story. I have a testimony. Yes, I have a new song. That is my testimony. Have you seen a moving and living miracle? I am the one.
Jesus is on the way to bless me. Sing out together. It's a new season. It's a new day. It's a new day. A fresh anointing. My way. It's flowing my way. The season of power and prosperity. It's a new season coming my way. It's a new season. It's a new day. A fresh anointing. It's flowing my way. The season of power and prosperity. It's a new season coming my way. Jehovah God has remembered me. The darkness is over, the bright day has come. The same as Sarah, oh, Ruth and Hannah. The same as Joseph, oh, the sons of Jacob. From zero to hero. From his father's home to a pit. From a pit to Potiphar's house. From Potiphar's house to the prison. From the prison, guess where? To the palace. Say it again. To the palace. Oh, it's a new season. It's a new season. It's a new day. Fresh anointing. Fresh anointing. It's flowing my way. The season of power and prosperity. It's a new season. It's a new season coming my way. It's a new season. It's a new season. It's a new day. A fresh anointing. It's flowing my way. The season of power and prosperity. It's a new season coming my way. It's a new season coming my way. It's a new season coming my way. Hakika mnaimba vizuri kabisa, wanaimba katika roho na kweli. Mimi binafsi hapa studio wamenibariki kabisa. Pengine tuendelee, tuje kwako dada mwimbaji. Safari hii ya kumwimbia Mwenyezi Mungu ina milima na mabonde. Kwaya nyingi zimekuwa zikiwa na matatizo zikiandamwa hasa na vita ya kiroho, ambapo shetani kazi ya uimbaji aliacha juu mbinguni, na yeye kazi yake sasa hivi duniani ni kutibua kazi ya uimbaji. Pengine vita hiyo wewe unaweza kuizungumziaje? Naweza nikasema kwamba kwa ujumla shetani hapendi kuona kikundi kinachomtukuza Bwana kwa njia ya uimbaji kinaendelea. Kwa hiyo anaweza akaleta vitu mbalimbali vya kuwagonganisha au kuwagombanisha. Lakini cha msingi nachoweza kusema ni kwamba kwa vile tunajua kwamba tunamtumikia Mungu, na unajua kwamba aliyekuweka hapa au aliyekuleta kwenye huduma hii ni Mungu. Tunachotakiwa kufanya ni kila mtu ujue kwamba ni nini kimekuleta hapa. Kimekuleta hapa ni kwa ajili ya kujionyesha mbele za watu. Kama ni kujionyesha mbele za watu, basi wewe utagombana au utakuwa sababu ya kuwagombanisha wengine, au utaondoka na kuacha huduma. Lakini ukijua kwamba Mungu ndo amekuleta na amekupa hicho kipawa alichokupa kwa ajili ya kumtumikia yeye, basi utakaa kwake kwa unyenyekevu, utakuwa sababu ya kuwaunganisha watu, utamwomba Mungu hata kama unaona kuna kitu ambacho kimetokea ambacho si kizuri cha kuwafanya kama kundi kutawanyika. Utanyenyekea mbele za Mungu, utamwomba Mungu na utawaunganisha watu pamoja. Na nataka niseme kwamba watu wengi
pengine anaweza akaingia kwenye kundi akasema kwamba mimi labda na sauti nzuri, nisipopewa kuongoza, kuimbisha, basi mimi naondoka, au naanza kutafuta vikundi vya watu vya kugawanya. Mimi napenda niseme kwamba hiyo sio kitu kizuri mbele za Mungu. Mungu aliyekupa hicho anataka uwe mnyenyekevu. Ukiwa mnyenyekevu, basi Mungu atakuinua. Watu watakuona kule uliko. Hata kama wewe unakaa mstari wa mwisho kabisa, lakini Mungu aliyeko ndani yako atafanya mwalimu wako akuone. Endelea. Mimi siwezi kusema kwamba nimefanya labda nimetumia nguvu za ziada kushawishi ili nipewe nafasi. Ni kile kitu Mungu ameweka ndani yangu na mimi nimeendelea kunyenyekea. Hata miaka yote nimekuwa nikiimba, watu wengine wanasema kwa nini huyu anaimba tu peke yake? Kwa nini huyu tu ndio apewe nafasi? Nasema hiyo nafasi, kuna wakati ambao unapewa nafasi, unakuwa wakati ni wa kwako. Kuna wakati ukifika, basi Mungu atamleta mtu mwingine, alafu wewe utakuwa una nafasi nyingine Mungu amekupa. Kuna matatizo mengi yanatokea kwenye vikundi, na hasa niseme masoloisti. Solisti akiinuka juu sana kwenye kwaya, tayari pale kuna shida fulani. Ama utoke peke yako ukatoa album nje. Wewe kwa miaka 20 umedumu pale, kwa nini ukuamua pengine kufanya hivyo? Of course nilijaribu kushawishiwa na watu mbalimbali, na wengine waliamua kujitolea, wanisupport, na wengine walitoa kabisa pesa zao. Lakini nachotaka kusema ni kwamba wakati ule Mungu ameniweka niimbe na revival choir. Ndio maana nimeendelea kutulia na revival choir. Kama siko revival choir, basi nina nafasi ya kufanya hicho kitu kingine ili kuendeleza kipawa changu kisife. Na nafanya kwa madhumuni gani? Lazima mimi nimshirikiane na Mungu. Aliyenipa nafasi ya kuimba kwenye revival choir, lazima nishirikiane na Mungu. Je, Mungu huu ni wakati kweli wa mimi kutoa album yangu? Na nitoe album yangu wakati mimi bado naimba revival choir na ninasimama naongoza. Sasa nitawezaje kubalance hapo? Hapo inakuwa ni ngumu. Lakini so long as mimi nimekuwa kwenye revival choir, nimeendelea kujifunza kwenye revival choir, nisingeweza kutoka na kutoa album yangu, kwa sababu wakati huo natambulika kwa bendera ya revival choir. Na bado niko Kinondoni revival choir. Lakini nikiwa nje ya Kinondoni, basi najua naweza nikatoa, lakini sio kwa nia ya kugombana au kuonyesha kwamba mimi nipo. Jamani, msinione mimi huko sasa hivi sipo, nipo. Ni kwamba ile huduma isife ndani yangu na kwa unyenyekevu. Na napenda niwashauri pia waimbaji wengine. Umepewa kupeperusha bendera ya chama fulani, huwezi ukawa na vyama viwili. Mimi ni chama, huwezi ukapeperusha bendera za vyama viwili. Peperusha kwanza hiyo bendera ya chama kimoja mpaka wakati ambapo Mungu basi atasema jamani, sasa wewe umetoka hiki chama, basi unaweza ukasimama na kusema kwamba naweza nikapeperusha bendera ya chama hiki kingine. Kwa hiyo kama uko kwenye kwaya, ni vizuri wewe endelea kunyenyekea kwenye kwaya, endelea kujifunza kwenye kwaya. Kile basi ulichonacho, endelea kuambukiza wengine kwenye kwaya. Si wewe kwamba unaona kwamba una uwezo zaidi ya watu wengine, basi wafundishe na wengine wafikie kile kiwango angalau ulichonacho. Kisha ndio unaweza ukasimama sasa ukajivunia ukasema kwamba angalau nina watu nyuma yangu, nimewafundisha, wakisimama wanaweza kasimama wakafanya vizuri kama wewe au kuzidi hata wewe. Sasa mimi naweza nikashauri. Sawa kabisa. Nije kwako mwalimu. Kwaya nyingi zimeinuka, masolisti wanaimba vizuri. Utafikiri makerubi na maserafi wa duniani. Lakini hapo ndani ya kwaya kunatokea masengenyo makubwa sana baina yao. Haijalishi kikundi kile cha walokole ama cha watu gani. Inatokea mwimbaji anameguka pale, shetani anapata nafasi. Pengine unatafakari vipi hilo? Kweli jambo hili limekwepo, wala si kificho, inatokea kwa sehemu kubwa sana. Hii yote miwa naitafakari, na swali nimeulizwa kila mahali kwamba kwani revival bado mko hivi? Kama alivyosema Rebecca, ni vizuri mtu akatambua nafasi yake. Watu watatu ni wa muhimu sana kwenye kwaya: mwalimu wa kwaya, masolisti na musician, wapigaji. Tumekuwa na tatizo kubwa sana, wapigaji wanapojikuta pengine upigaji wao labda hauthaminiwi,
anaona akidanganywa kule nje kwamba atapewa na hela, atafanywaje hivi, wanajimegua, anaanza kufanya hivyo. Na hii imeleta mgawanyiko kwenye makwaya. Mpigaji akiondoka ni mtu wa kutegemewa, kwaya inashuka chini. Masolisti vile vile. Mtu akishauriwa, bwana, mbona wewe sauti yako iko hivi? Kwa nini usitengeneze ya kwako? Lakini mtu kama Rebecca anapokuwa na Kinondoni Revival Choir, amedumu kwa unyenyekevu, mtu wa kwanza kuja zoezini na mtu wa mwisho kutoka zoezini. Si kwamba tunamtafuta tumpigie simu kwa wapi. Sasa huo unyenyekevu umemfanya amepata mafanikio mengi sana akiwa Revival Choir. Kujulikana, amejipatia jina, amefahamika na watu wakubwa, amepata kazi na mambo mengine kama hayo. Sasa si ajabu angekuwa peke yake, haya asingekuwa nayo. Si wote watafanikiwa kama waimbaji wengine wanavyofanikiwa wanapokuwa peke yao. Kwa hiyo tuwashauri watu kama mahali pa kujifunza, na pengine baraka yako iko hapo. Walimu tuna kazi kubwa, kwamba pengine watu nafikiria labda tunapendelea, na wengine kwa labda anaweza kapendelea ndugu yake, kabila yake na kadhalika na kadhalika. Lakini mpe mtu nafasi anayoiweza. Hata kama ni mtoto wa mchungaji, kama hawezi basi abeki tu huko nyuma. Mtoto wa mkulima tu wa kawaida anaweza, muinue, mtengeneze, kwa sababu vipawa vinatengenezwa. Na jambo la mwisho ni kutengeneza character. Kwa Kiswahili tutahitaji nidhamu, ni character, kwamba watu, kuna msemo unasema kwamba baraka ya karama inaweza kukuinua juu sana, lakini ni character ndio itakayo determine utakaa hapo juu kwa muda gani. Ule uhusika wenyewe. Ile tabia yenyewe, kile kibebeo cha karama. Karama zinaweza kawekwa mikononi mwako, ukatambulika, ukasherehekewa. Lakini kama karakta yako itakuwa ni mbaya, unakopa, unadanganya, unafanya hiki, jue kwamba hata hicho kipawa kitakuja kiteketee siku moja. Na haya ndio yameua kwaya. Sasa watu hawa watatu, mwalimu, masolisti na wapigaji, wakikaa vizuri, wawe na mikutano yao, wawe na maombi yao, waheshimiane, kwaya haiwezi kawa na matatizo. Na nini sasa labda wito wako kwa waimbaji wote wanatutazama Kenya, Tanzania, Uganda na popote duniani? Nini hasa kifanyike wanapotoa albamu, ama wanapotoa albamu, ama wanapofanya kitu chochote kile? Kitu cha kwanza ambacho kinaweza labda kifanyike, kwa kweli tunahitaji kwanza kuthaminiana sisi kwa sisi, kikundi kimoja mpaka kingine. Pili, wanamuziki watusaidie kutulia. Sasa chimbuko kubwa la matatizo, mpaka tumeanza kuwa na muziki ya kuweka kwenye keyboard, tunaita sequence, yani una program kila kitu, bass, rhythm vinawekwa, kwa sababu tu ni hofu kwamba hutawapata wapigaji. Kwa hiyo afadhali tu aniwekee kwenye keyboard, nitakuwa nabonyeza tu, tunaimba. Na ndio maana muziki wa live unakufa, kwa sababu hiyo wanamuziki hawatulii. Wanamuziki watusaidie, baraka yako itakuja tu. Tukitangatanga haisaidii. Tumekuwa tukiumiza mwili wa Kristo. Kwaya inainuka, wanamuziki wanahama, inashuka mpaka chini. Kwaya inainuka, solista anatoa album yake, anajiondoa, inashuka mpaka chini. Na wasihi tutulie mahali pamoja, na tutapata neema ya ajabu sana, na Bwana atatutokea hapo hapo. Tunamshukuru Mungu kwa hilo kwa kweli, na tunajitahidi kuendelea kupiga live, na tuna insist sana muziki wa live ni wa muhimu. Unataka kutoa wito gani kwa waimbaji wa Afrika Mashariki kuhusiana na uimbaji? Mimi kuhusiana na uimbaji huu wa gospel, napenda kutoa wito kwamba waimbaji wajifunze kuimba live. Unapoimba live, kuna kitu ambacho unaweza ukafanya cha ziada kwenye performance yako. Lakini unapotegemea ile CD yako ina playback, alafu wewe unaimba, yani unaimba uongo. Mimi huwa spendi kuimba na CD alafu microphone imezima, kwa sababu najua ni uongo, hata sauti haipo. Lakini hata kama una playback CD, labda pengine wana muziki hawapo, ukiimba ile sauti, hata CD kikata ghafla, lakini bado wewe utaendelea kuimba, na utakuwa unaimba, hata ule uhalisia kutoka ndani ya moyo wako utakuwepo. Na tuache kungangana na ile michezo mingi. Yani mtu anacheza, yani hata uelewi hicho anachokicheza na anachokiimba kinaoana. Yani mimi nakuwa sielewi. Lakini mimi nataka kwamba tujifunze, hebu tubadilike. Tuimbe live. Imba kwa sauti yako,
hata kama una playback, imba ukiwa unamaanisha na sauti yako ikiwa inasikika na microphone ikiwa on, unless kama ulifanya mazoezi sana wakati wa kurekodi alafu ukija kwenye performance sio kitu kile. Tuchukue huo uhalisia. Alafu pili, basi tushikamane na Mungu. Huyu Mungu aliyekupa hicho kipawa, tujaribu kushikamana naye. Wewe kama umeamua kumtumikia Mungu, basi shikamana na Mungu. Mungu ndio atakuongoza, atakupa namna ya kuimba. Mungu atakuongoza, atakupa namna ya kuishi na watu wengine. Sasa hivi waimbaji, yani wengi wanajiona kwamba wao wako zaidi hata ya mchungaji. Lakini hicho sio kitu kizuri hata kidogo. Hebu jaribu kunyenyekea kwa Mungu aliyekupa hicho kipawa, basi atakufundisha namna kuishi na watumishi wa Mungu wanaokuongoza. Alafu pia waimbaji, basi tunapofika mahali kwamba umejikuta kwamba unaimba sasa unajulikana. Hebu usijione kwamba wewe sasa watu wengine wote sio wa maana. Lazima uwe na kiongozi. Yule kiongozi ni wa muhimu kwako kukuambia hapa hapana, hapa ni sawa. Na hiyo itatusaidia, utaendelea na kuendelea. Na pili, endelea kujifunza. Kila ulichokipata, hebu tamani kuendelea kufanya zaidi na kujifunza zaidi na zaidi na zaidi. Na utaona uimbaji wako kila siku unabadilika, na tabia yako pia wewe mwenyewe utaona inabadilika kila siku. Utajiona kwamba unaweza kuishi na watu, unaweza kubalance mambo yako ya kiroho na maisha yako ya jamii pia, na Mungu atakusaidia. Hebu imba live kidogo na wewe kidogo sasa. Umesitiza live. Ndio tu alafu tunamfunga kipindi chetu. Sio mtu ana. Wote mtu ana tushaimba. Mimi Hana niliolewa, mume wangu aliitwa Elikana, kwenye ndoa yangu kwa miaka mingi. Mimi nawashukuru sana kwa kweli, nawashukuru sana kwa kufika katika studio zetu za TBC1 hapa Mikocheni jijini Dar es Salaam na kushiriki nasi katika kipindi kizuri cha Tumwimbie Bwana. Muda hautoshi kuendelea, lakini nawakaribisha tena muweze kuja siku nyingine. TBC hapa ni nyumbani. Karibuni sana. Asante sana. Nakushukuru sana. Mungu akubariki sana. Amen. Uendelee, una miaka 20 kwenye kwaya na kuomba uimbe hata miaka 100 200 tu kumwimbia jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana mwalimu. Asante sana. Nawatakia baraka tele katika shule yenu kumwimbia Mungu. Ubarikiwe sana. Katika shule hiyo shetani yupo katikati, anahangaika. Hii kazi shetani anaiwinda. Haya, mtazamaji wa TBC1, kipindi hewani ni Tumwimbie Bwana, na asubuhi njema leo tuko tunaimba na waimbaji wanaojulikana kwa jina la Kinondoni Revival Choir ambao wapo katika jiji la Dar es Salaam. Ni waimbaji ambao wanaimba katika roho na kweli. Natumaini wamekubariki hapo. Wamesema mambo mengi kuhusiana na swala zima la uimbaji. Wamedumu zaidi ya miaka 20 wakilisifu jina la Yesu, na mpaka kazi hii wanaoendelea nayo ndio tukaendelea kuifanya huko juu mbinguni.